mwanamume anapokaa na kutazama nje ya dirisha, kipimo cha ubongo kinaonyesha kuwa ana mazungumzo na nafsi yake ndani ya kichwa chake kuliko anavyoweza kuongea. Hujanielewa? Yaani ukashangaa Tundu imetulia tu hivi, usije ukamwambia mbona umenyamaza tu. Hajanyamaza tu, ana vikao vinaendelea hapo vingi. Tofauti na wanawake wao wanajisikia raha kuongea, na ndio maana nimewapa maonyo mengi sana dada zangu. Nawaambia hivi, kwa kuwa nyie mna hisia, ninamaanisha mihemko, emotions, kuliko sisi, akikutana na mwanamke mwenzake ambaye naye pia ni mwenzake katika mihemko na hisia, wanaongea lugha zinazofanana ambao wanaita lugha za kike, kitaalam ni feminine language, ambao nimewaambia kwamba wao wanawake kwa hiyo mihemko yao na hizo emotions zao wana majina yao wanaitana mazuri mazuri. Mnakumbuka yani wao kuitana mpenzi, dia ni kawaida. Ukisikia mkeo anaongea na mwingine nimekuelewa dia, usije ukaanza kukagua hiyo simu, utakuta ni Ashura. Huwa ndivyo walivyo wao. Sasa katika mgogoro huo wanaongea lugha zinazofanana, wanajikuta ni wepesi zaidi kusimulia matatizo yao kwa marafiki zao, ambapo matatizo haya baadaye yanakuja kuwawinda kwenye maisha. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au afafanue zaidi. Amekujibuje? Wana watu makundi yako mawili, nifafanue au niishie hapa? Kwa kuwa umemkuta Asha mnaelewana, ukimsimulia shida zako anajua namna ya kujibu. Wanawake wana sanaa ya kusikiliza ambayo mimi najifunza kwenye psychology, wao wanayo, wamezaliwa nayo. Kuna the art of listening. Ni hii, mtu anaposimulia kitu lazima umpe yani ile pongezi ya kuendelea, unamhamasisha. Kwa mfano, wow, ndivyo ilivyokuwa hivi. Wanawake wanaweza hiyo kuliko sisi. Sisi ni Sasa akimkuta mwanamke mwenzake ana hiyo ya kuelezea vizuri, akieleza anamwita jamani, ikawa hivyo, anaanza kuachia siri za wapi? Za moyoni, na anaanza kumwelezea, maana amemwamini, moyo wake humwamini, anaanza kuachilia, anaongea mpaka vitu ambavyo aliapa sitasema, anajikuta amemwambia. Sasa kesho na kesho kutwa wamekosana, na bahati mbaya sana, kwa vile wote wana mhemko, huyu naye ataambia ni siri na mimi sitasema, hii kilichoniambia umeniamini, sisemi, na yeye atahemka kwa mwingine tena. Akihemka kwa mwingine tena, naye anaongea, anambia kuna kitu nataka nikwambie. Nini? Na kuamini. Imetoka hiyo, na yeye anamwambia. Akishamwambia unashangaa, mbona kuna story nilimsimulia fulani ninaisikia imeanza kufanya nini? Kuzunguka. Haya maneno uliyoyasema yanakuwinda wewe mwenyewe, hukujua kutumia emotions zako. Ndio maana wataalamu wamekuja na theory mpya sasa hivi ya miaka 90, wanaita emotional intelligence, werevu wa kihisia. Yaani kuna saa unatakiwa usikie hisia zako zikija, usikie kabisa inakuelekeza kuongea kitu fulani au kufanya kitu fulani, lakini uziambie siwezi, hicho sitasema, hicho hapana. Ukifikia hiyo hatua, wewe umekuwa na emotional intelligence. Haleluya. Kanuni rahisi ni hii: sema kitu ambacho una uhakika hata kesho hakitakuletea madhara. Kabla hujasema jiulize, hivi hiki kikibuma kesho inakuwaje? Ukiona kina madhara, funga mdomo wako. Zipo tafiti zinaonyesha wanawake wanaongea maneno mengi kuliko wanaume. Nadhani siku moja pia Dr. alisema hapa mbele, nitaongea lakini pia nitabalance kwenye hizi research. Inaaminiwa kwamba wanawake hutumia karibu maneno 20,000 kwa siku, wakati wanaume hutumia takriban maneno 7,000. Hii ilienezwa na Lon
Brace Ndaini katika kitabu chake cha The Female Brain. Kwa hiyo kuna saa unashangaa amenyamaza, 7,000 yameshaisha, hana mengine tena ya ziada. Japo watafiti wengine kama Dr. Matthias Mell wanapinga kwa madai kuwa alikuta wanawake wameongea maneno 16,215 na wanaume 15,669, ambayo kwa tafiti ni kama zina uwiano, ila kwa namba zimepishana. Mmesikia haya matokeo ya hii research ya jamaa? Au nirudie tena? Wanawake 16,215, wanaume 15,669, wamepishana kwa maneno mangapi? Nione kama kuna mtu ambaye hisabati na yeye haikumsumbua sana. Narudia tena. Wanawake waliongea maneno 16,215 na wanaume 15,669. Tofauti ya maneno mangapi? Kristo wa neema yote. Kalkuleta zimeharibu watu kabisa. Kwa yeye Dr. Matthias akasema sioni tofauti kubwa. Lakini ukiangalia kuna tofauti kama 1,000 na kitu 16,215 na 15,669. Tofauti ni ngapi? Kwa hiyo sio mengi sana lakini tofauti ipo. Anyway, wanaume wanaongea pale wanapokuwa na sababu ya kuongea, ndio kanuni ya kiume. Wakati wanawake wanaongea pale wanapojisikia kuongea. Yaani ukimwambia mwanaume tuongee, anakuambia nini? Lakini wanawake unaweza ukaja na mada yoyote na mkaongea yoyote ile. Yaani wewe mwanzie tu story hata ya maharage ambayo yakipikwa hayaivi, mada itakuwa nzuri na mtaongea, mtafika salama. Wanawake wanaongea kwa msukumo wa hisia na mhemko. Mwanamume akinyamaza, mwanamke anadhani hapendwi au anampotezea. Sio kweli, ni kwa sababu hana cha kusema. Sentensi za mwanamume ni fupi kuliko za mwanamke na zimepangwa vizuri zaidi. Kwa kawaida huwa ni uwazi, rahisi na zenye hoja na hitimisho. Kanuni muhimu ya kuzungumza na mwanamume ni hii ifuatayo: tumia sentensi rahisi. Mpe jambo moja tu la kufikiria kwa wakati mmoja. Mkilimaliza hilo, mletee tena hoja nyingine. Usimwambie maneno haya: na matatizo. Eti mwanaume unamchanganya, matatizo ni nini? Fafanua. Niliwaambia usimwambie mwanamume naomba hela ya matumizi. Bado unamchanganya. Matumizi yapi? Shilingi ngapi? Yaani ubongo wake una maswali mengi. Ukitaka mume wako afurahie, mpe maneno yaliyo tayari, yaani yamenyooka. Shilingi 15,000 kwa ajili ya matumizi ya Jumapili, maana pia kuna wageni wanakuja, nahitaji nikanunue na kanyama kidogo ili waweze kula. Mwisho wa kunukuu. Ndume itakuelewa na itatoa hela. Ila ukiweka katika kufunga hawaelewi. Ukimpa mambo mengi au sentensi tata, anapoteza hamu ya kuongea. Kwa mfano, wanawake asilimia kubwa wanahitaji wanaume watabiri tu kwamba ana shida gani. Nataka kuambia dada zangu, wanaume sio manabii, waeleze direct shida iliyopo. Eti kwani we huoni? Haoni. Usimpe mambo mengi, na ukiongea ongea straight. Wanaume hii sentensi ninayosema wanaielewa sana na inaleta mgogoro mkubwa kwenye mawasiliano. Labda niweze declare interest yangu hapa mbele. Wakati nafanya masters ya saikolojia ya ushauri na saha, kipengele ambacho nilijikita zaidi, nilifanya utafiti juu ya jinsi mawasiliano yanavyoweza kujenga au kubomoa ndoa. Kwa nilijikita hapo zaidi, niligundua vitu vya ajabu. Sikia sentensi, wanaume wote walioko hapo watanikubalia kwamba ndivyo ilivyo. Akiongea mume wako, mpe nafasi ya ongea. Ukimkatiza anachanganyikiwa.
ubongo wake unatafsiri kuwa ni shambulio. Hivyo atajitetea kwa ukali, kunyamaza au kuondoka. Umesikia wenyewe wamejibu huko Yaani ukitaka awe vizuri, ikifika zamu yake ya kuongea, muache aongee. Sasa mmoja akauliza, pastor, kwani kuna shida gani? Yaani ubongo wake kuna namna unatafsiri hizo taarifa. Anapoongea anaongea, unamkatiza. Anajua hili ni shambulio. Kwa hiyo atakuwa mkali. Na huo mara nyingi sema, unaongea au niongee? Ukisikia tu hiyo ni taa imewashwa. Alafu anakwambia nyingine, anaweza kusema, nilikupa muda wa kuongea, kumbe ulikuwa hujamaliza. Yaani sasa nataka kusema ngoja ninyamaze wewe uongee. Sasa kwa nini wanawake wanakatiza mazungumzo? Ni kwa sababu wao kila sentensi wanaitafsiri na emotions. Kwa hiyo unaweza ukaongea kitu, mama huku hewa imejaa, anashindwa kupumua. Yaani ukimpima hapo pafu limejaa. Anataka aseme, kwa hiyo subiria hapo kabla sijasahau hapo kwenye hiyo habari hiyo. Mwanaume anakuambia, acha nimalize. Sikia hii. Akiongea, nimesema mpe nafasi aongee, amalize vizuri. Na kwenda kuwapatia akina mama bonus sasa hivi hapa. Jiandae ya kuniuliza swali moja direct hapo ulipo baada ya sentensi ifuatayo. Kwa hiyo una swali moja direct, utanyosha mkono, utapelekwa microphone, utaniuliza, nitalijibu kwa haraka. Ubongo wa kiume hauwezi kuchanganya vitu vingi kwa wakati mmoja. Hii nimeikazia na kuirudia. Atafurahi sana ukiongea mada moja ukimaliza. Ikishaisha, ili mwanaume afurahi zaidi, mwambie kabisa, ninaona hoja ya ada ya mtoto tumeimaliza. Atakwambia hiyo imeisha. Mwambie, je, niongezee tena habari ya kununua vitu vya usafi ndani? Sikia majibu ya kiume. Ongea. Au acha, tutajadili kesho. Ukisikia neno acha, mwambie nimesikiliza, tutajadili kesho. Hawezi kuambia pale pale, lakini kwenye moyo wake anasema hapa nina mwanamke mwenye akili. Ila ukimwambia tuyamalize yote leo. Kama kuna mtu mwenye swali, nyoosha mkono kwa upande wa wanawake peke yao, kwa sababu nakaribia kumaliza mada hii ili kesho niendelee na upande mwingine. Kama yupo, anyoshe mkono. Nimetoa bonus ya haraka. Uliza swali kwa niaba ya wenzako. Ukiuliza swali ujue unauliza kwa niaba ya wenzako, maana nakaribia kumaliza sasa. Hii ni kwa niaba ya wenzako wote walioko hapa. Ikiwa yupo, anyoshe mkono. Nimeona mmoja pale, naomba microphone ipelekwe pale. Narudia tena, utakapouliza ni kwa niaba ya wenzako. Asante. Tumejifunza changamoto ambazo wanaume hawapendi kufanyiwa na wake zao. Ndio. Sasa mimi nina swali. Kwa nini katika yote yao ambao unakuwa umemtendea mwanaume, lakini hawaoneshi, pengine hata hawalii? Yaani unaweza kushangaa umefanya jambo ambalo ni baya. Kama hayo yote walikuwa nayo siku zote, kwa walikuwa wamehifadhi. Sasa hawakuonyesha kwamba hili jambo ni baya. Na jambo lingine nilitaka niongezea hapo hata misibani. Yaani anaweza kama amekufa mama au baba katika familia yenye watoto 5, labda mmoja ni mwanaume, lakini yule mwanaume halii. Yaani kiasi kwamba unaona ni kama huu msiba hujamgusa hivi. Asante sana. Namba 1, katika makuzi wanaume wanavyokuwa wakiwa vulana kama waliokaa hapa, kuna hiki ambacho tunakifanya na kinaingia kwenye subconscious yetu. Wanavyoendelea kukua watoto, anaweza akaumia kidole, anaweza kupata shida yoyote, huwa tunawaambia mwanaume hafanye nini? Halii. Hiyo inamjenga, anakuwa nayo mpaka utu uzima. Na tukitoa machozi asema, unalia kama mwanamke bwana. Kwa hiyo imetujenga. Lakini kiuhalisia kulia ni tiba. Hata mimi nayeongea na wewe ninajishauri, maana mimi ni mgumu kulia.
Kwa hiyo na mimi nikate wale wa 10, na mimi najitahidi angalau niweze, lakini ni tiba. Kuhusu kuongea haya mambo, wanaume walio wengi walioko hapa ukiwauliza, sio wepesi kuelezea shida zao, na ni ngumu saa nyingine kumwambia mke wako unanikera ABCD, na hii ni hatari. Kuto kumwambia, unayakusanya. Ukiyakusanya mwenzako hajui, kwa unabaki nayo. Ni vizuri kwa ndoa yoyote kuwa na muda wenu wa kuongelea mambo ya namna ya kujenga ndoa yenu. Hata magari yanapelekwa gereji, kuna saa ipelekeni ndoa yenu kwenye service, na service huwa haipeleki sehemu tu yoyote. Pangeni muda, mnaenda ambia mwenzangu kaa hapa, saa imefika. Ni mambo gani unaona katika hii ndoa ni yaboreshe ili ndoa yetu iende vizuri? Na mwenzako akikwambia mambo yake usiyapuuze, maana yanaweza kuwa madogo kwako lakini makubwa kwake. Acha atoe vyote moyoni. Akivitoa vyote moyoni, kuna maeneo utagundua ulikuwa unachemka, utaanza kuyarekebisha vizuri. Kwa asili wanaume si wepesi kuongea shida zao, maana wanajiona wakiongea shida zao ni kama vile wamejishusha hadhi. Hii imewaumiza kwa miaka mingi sana. Wanakufa wakiwa na pressure, mambo ya stroke, msongo uliopitiliza, wanaumia sana. Ndiyo sababu ninahisi inabidi huko baadaye tuanzishe klabu ya wanaume ambayo tunakutana. Unaambia wamekaa hapo, tunazima kamera na simu zinakaa pembeni. Unaambia kila mmoja eleza mgogoro unaopitia. Mchungaji Hananja akasema wengine wanalia huko bafuni, na akitoka kimuuliza bwana vipi, anakuambia sabuni imeingia machoni, lakini kiukweli alikuwa anapambana na jambo fulani. Mungu atusaidie sana. Mungu awabariki wanaume wote. Ndugu zangu wanaume, wewe ni baba bora, hata kama unaambiwa una madhaifu. Wewe ni simba, wewe ni mpiganaji, wewe ni mwanajeshi. Pambana kiume, songa mbele, usikimbie familia, usijinyonge. Tazame Mwokozi.